Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema kwamba sherehe za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka huu yamewaacha maadui wakiwa wamekata tamaa. Kiongozi huyo mkuu wa serikali ya mapinduzi Ayatollah Al-Khamenei amewasifu wananchi wa Iran kwa kujitokeza kwa wingi nchi nzima wakati wa maandamano ya maadhimisho ya serikali ya mapinduzi ya Kiislamu na kusema kwamba mapinduzi hayo yametoa dira kwa watu ulimwenguni kuonyesha kwamba wananchi hao wanaunga mkono serikali yao na wanaunga mkono mapinduzi yao matukufu. Mapinduzi ya Februari 11 mwaka huu yalifanya jambo kubwa, yaliletea heshima Iran, Ayatollah Al-Khamenei alisema katika ujumbe wake wa televisheni uliotolewa Alhamisi jioni. Kama siku zote kwa kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, maandamano haya yaliongeza nguvu zake na maadui ambao katika kauli na mipango yao walitaka kujisalimisha kwa taifa la Iran walikatishwa tamaa, aliongeza. Hata hivyo wametengeneza propaganda za kwamba wananchi wanaichukia serikali yao, wanauchukia mfumo wa serikali ya mapinduzi, lakini ni wananchi hao ambao wametajwa wanaichukia serikali walioandamana karibia nchi nzima kuunga mkono mfumo wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, anaongeza Ayatollah Al-Khamenei. Al-Khamenei ameyataja malipo ya harakati hiyo kubwa ya umma kuwa ni heshima kubwa zaidi, mamlaka yenye nguvu zaidi na uhuru kamili zaidi wa Iran, na kuongeza kuwa sote tujitahidi kuhifadhi uhusiano huu na mafungamano ya kitaifa ambayo ni ya thamani kubwa na yenye thamani kubwa. Ayatollah Al-Khamenei amesifu uwepo wa watu mitaani na kauli mbiu zao za umoja, akisema zinadhihirisha utambulisho wao na tabia zao kwa wapinzani. Wapinzani wamekosa nguvu kabisa, hawana pa kushika wakati huu kutokana na namna wa Iran walivyoshikamana na wanavyolinda mapinduzi yao ya Kiislamu katika taifa la uhuru, anasema Ayatollah Al-Khamenei. Katika kipindi cha hivi karibuni yaliibuka maandamano makubwa nchini Iran yaliyoanza juu ya hali mbaya ya kiuchumi, ambapo baadaye maandamano hayo yakageuzwa na wapinzani wa Iran, kama alivyosema Ayatollah Al-Khamenei kwamba wao walitaka kuangusha utawala, ambapo mipango yao ilikuwa ni kuleta utawala wa kifalme wa Pahlavi ulioangushwa mnamo miaka ya 1979. Ufalme huu lao ungeingia mamlakani, ni wazi hali ya Iran ingekuwa mbaya zaidi na watu wa magharibi wangefanya watakalo. Ninashukuru taifa zima la Iran na kutoa salamu zangu nyingi kwa kila mtu aliyehudhuria mkutano huu mkubwa wa mamilioni ya watu kote nchini, kiongozi huyu alisema. Mamilioni ya watu mitaani kote Iran kwa maandamano na maadhimisho ya mapinduzi ya Kiislamu. Mamilioni hayo ya watu waliandamana kuonyesha kwamba wameunga mkono uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na watu wake, ambapo mamilioni ya watu wameingia barabarani kote Iran, huku mikutano ya kitaifa ya kuadhimisha miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ikianza kote nchini. Makumi ya mamilioni ya Wairan walimiminika mitaani siku ya Jumatano kuadhimisha mwaka wa 47 wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na kuwa miongoni mwa mahudhurio makubwa zaidi ya kitaifa katika miaka ya hivi karibuni. Baadhi ya wachambuzi wa mambo katika Mashariki ya Kati walidhani pengine sherehe za mapinduzi haya zingeleta maandamano makubwa ya kutaka kutoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, lakini yamekuwa tofauti kama wao walivyodhani na hata watu wa magharibi walivyodhani. Kutoka Teheran hadi zaidi ya miji 1400, miji na vijiji, umati mkubwa wa watu walikusanyika licha utabiri wa mvua na theluji, wakiwasilisha maonyesho makubwa ya umoja kufuatia miezi ya makabiliano ya kijeshi, ghasia na shinikizo la kigeni lililozidi. Maadhimisho ya mwaka 2026 yalikuja baada ya vita vilivyowekwa kwa siku 12 mnamo Juni mwaka 2025, ambapo Israel iliungwa mkono na Marekani ilianzisha mashambulizi dhidi ya maslahi ya Iran. Vita hivyo vilimalizika kwa maombi ya kukata tamaa ya mvamizi huyo na kufuatiwa na majaribio ya kudumisha mazingira kwamba hakuna vita, hakuna amani, yenye lengo la kuzuia maendeleo ya Iran kupitia uanzishaji wa mifumo ya vikwazo, shinikizo la kiuchumi lililoimarishwa na vita vya utambuzi au vita vya vyombo vya habari kama sehemu ya juhudi pana za kudhoofisha nchi hiyo. Mvutano uliongezeka zaidi mnamo Januari mwaka 2026 wakati matukio ya kutumia silaha ya maajenti waliofunzwa waliohusishwa na Mossad wa Israel na CIA ya Marekani
walihusika katika vitendo vya kigaidi na ghasia za kupinga ubinadamu. Ingawa makundi ya umma yalikuwa na malalamiko halali ya kiuchumi, idadi ya watu ilijitenga haraka na vitendo vya vurugu mara tu ushiriki wa kigeni ulipodhihirika. Kutokana na hali hii, mikutano ya hadhara mwaka huu ilikuwa ni utambulisho na majibu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.